ndani ya miaka 13 hapakuwa na swala linaloitwa zakatul fitr. Waislamu walikuwako, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwako, lakini hapakuwa na sheria ya kutoa zakatu alfitr. Sheria ya kutoa zakatu alfitr imeanzia Madina, tena si ule mwaka tu walipohamia, bali kahamia Madina mwaka wa kwanza wote hapakuwa na swala kutoa zakatu alfitr. Mwaka wa pili ndipo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaiwajibisha zakatu alfitr. Kwa hiyo lini imeanzishwa zakatu alfitr? Lini imefanywa kuwa ni wajibu zakatu alfitr? Lini imefaradhishwa zakatu alfitr? Imefaradhishwa zakatu alfitr mwaka wa pili wa hijiria. Ziko sheria mbalimbali ambazo zimefaradhishwa, mwingine mwaka wa 3, nyingine mwaka wa 4, nyingine mwaka wa 5, nyingine mwaka wa 6. Sheria zilikuwa zikiendelea kushuka mpaka mwisho kabisa wa sheria kushuka ni ule mwaka wa 10. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anakwenda hijjatul wadaa, kwenda kufanya hija, ndipo sheria ziliposhuka mwisho. Baada ya kumaliza ile hija yake, aliporudi Madina tena baada ya kumaliza hija, hakuna sheria yoyote iliyoshuka. Na baada ya ile hija hakuishi Mtume sallallahu alayhi wasallama illa siku 83 au 82 akaweza kuondoka duniani. Kwa hiyo sheria nyingi zimeshuka Madina, na nyingine zimeshuka mwaka wa kwanza, nyingine mwaka wa pili, nyingine mwaka wa 3, nyingine mwaka wa 4, mpaka mwaka wa 10 sheria zilikuwa zikiendelea kuletwa na Allah tabaraka wa taala. Hili swala la zakatul fitr limeanza mwaka wa pili. Zakatul fitr ni wajibu. Hukumu ya zakatul fitr ni nini? Ahkamu za Uislamu ziko 5. Miongoni mwa hizo hukumu za Kiislamu kuna wajibu. Kuna hukumu ambayo kwamba inaitwa hii hukumu yake ni wajibu. Wajib ni jambo ambalo kwamba kulifanya jambo hilo wapata ujira. Kuacha wajib unasababisha makosa, kuingia hatiani, kuingia kwenye adhabu, kuingia kwenye kuadhibiwa. Hii ndio inaitwa wajib. Kwa hiyo zakatul fitr kihukumu ni wajib kuitoa, na wajibu huu unagawanyika. Kuna wajibu mwingine hauna excuse, hauna mbadala. Kuufanya wapata thawabu, na kuacha hauangalii hali yoyote wapata dhambi. Lakini wajibu wa zakatul fitr, wajibu huu unafungamana na hali ya mtu. Kwa hiyo wajibu wa zakatul fitr wategemeana na hali ya mtu aliyokuwa nayo. Kuna hali akifikia au kiwango akifikia mtu huyu, zaka kwake ni wajibu, atakiwa itoe, na asipotoa anapata dhambi. Lakini kuna hali mtu akiwa nayo, zaka kwake si wajibu, anasamehewa. Tutakuja kuona mbele kidogo. Tumesema darasa letu ni fupi sana ili watu waingie katika utekelezaji. Kwa hiyo hukumu ya zakatul fitr ni wajib, lakini wajibu huu unafungamana na hali ya mtu. Kuna mwingine ni wajib, na kuna mwingine, kuna hali nyingine ikifika basi inakuwa si wajib zakatul fitr. Muda gani zakatul fitr itakuwa itolewe? Zakatul fitr ina nyakati mbili. Kuna wakati wa fadhila
na kuna wakati wa wajib. Zakatul fitr lini yatakiwa itolewe? Wakati gani yatakiwa itolewe? Ina nyakati mbili za kuitoa zakatul fitr. Kuna wakati ambao kwamba una fadhila, na wakati wa pili nao ni nini? Ni wajibu kuitoa. Wakati upi wa fadhila? Zakatul fitr inafadhilishwa kuitoa, inapendeza na ina fadhila nyingi sana kuitoa kabla ya Idi kwa siku mbili au siku moja au siku tatu. Huu ni wakati unaitwa waqtul fadila, wakati ambao una fadhila mno. Kwa nini uwe na fadhila? Kwa sababu inapofika Ramadhani 28, 27 watu huwa bize na maandalizi ya Idi, maduka hujaa watu, pirika za watu huongezeka, watu wanakuwa bize. Huyu masikini ashikatama, msongo wa mawazo humjia. Leo Ramadhani 27, hali yangu haisomi, sijui itakuwa vipi. Leo tayari 28, ndio siku zinakatika hizi, sijui wanangu watakwenda wapi, sijui nikawafiche wapi, sijui niende shamba gani. Leo 29 tayari, ndani ya siku mbili kabla. Masikini anakuwa na mawazo mazito anapoona watu wanaingia kwenye maduka, anaona watu wanarudi na vijizawadi, wanarudi watu na mapeto ya mchele na kadhalika. Masikini hali yake inazidi kuwa nzito. Wakati huu ukamuondolea mawazo, ukampelekea zaka yako, kilo zako 4, kilo zako 5, kilo zako 6, 10,000 yako, 30,000, 50,000 ukampelekea. Wakati huu ni waqtul fadila, umemuondoshea mawazo. Wakati wa pili ni wa wajibu kuitoa zakatul fitr. Wakati upi wa wajibu? Baada ya jua kuzama na kuchomoza mwezi wa Shawwal. Jua likishazama Ramadhani ya 29, jua likazama na mwezi ukachomoza wa Shawwal, au Ramadhani ya 30, jua likazama na mwezi ukachomoza wa Shawwali, kwamba kesho ni Idi. Kuanzia wakati huu unaitwa ni wakati wa wajib kutoa zakatul fitr, kuanzia hapa mpaka kabla ya swala ya Idi. Kuitoa zaka katika wakati huu ni wajibu. Ndio maana Mtume sallallahu akasema, faman addaha qabla salati fazakatun maqbula, mwenye kuitoa hiyo zaka kabla ya swala ya Idi, yani kuanzia mwezi kuandama usiku mpaka asubuhi kabla ya swala ya Idi, akaitoa zaka yake, fazakatun maqbula, zaka hiyo ni yenye kukubalika. Waman addaha ba'da salati, na mwenye kuitoa hiyo zaka baada ya swala ya Idi, watu washaswali, fahiya sadaqatun min sadaqati, anahesabika huyo katoa sadaka, apata ujira wa kutoa sadaka, lakini wajibu wa zaka hajatoa. Kwa hiyo katika watu ambao kwamba wameacha wajibu wa kutoa zaka, naye pia ahesabika kwamba kaacha wajibu. Hizo ni nyakati za kutoa zakatu alfitr. Nukta nyingine, jambo gani la kutoa zakatu alfitr? Hadithi ya Ibn Abbas na Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ni shahidi katika hilo. Wasema sahaba hawa, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitr kwa kila Muislamu
aliyekuwa huru au mtumwa, mwanamke au mwanaume, mdogo au mtu mzima, kwa hali yoyote atakayokuwa nayo, kwake ni wajibu. Mtume kamfaradhishia kutoa zakatul fitr. Kwa hiyo zakatul fitr ni wajibu kwa kila Muislamu. Anavuka hapa, ndugu zanguni, asiyekuwa Muislamu. Asiyekuwa Muislamu yeye hana zaka mpaka atakaposilimu, lakini mwanaume ana wajibu wa kutoa zaka, mwanamke naye ni wajibu kuzaa zaka, mtu mzima vile vile ni mwajibikia zaka, mtoto vile vile, mtu huru, lakini hata mtumwa vile vile atakiwa atoe zaka. Nini cha kukitoa? Saa min tamrin, tumekafaradhisha pishi moja la tende litoe zaka, au saa min sha'irin, au pishi moja la shairi, au saa min burrin, au pishi la burri aina ya ngano, au saa min inabin, au pishi la zabibu, au saa min aqiti, au pishi la maziwa yaliyokaushwa. Hizi ni aina ya vyakula ambavyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaviainisha katika kutolewa zakatu alfitr. Au saa min sha'irin, au vile vile itolewe pishi la shairi, la arrozi, mchele. Pishi ni nini ndugu zangu? Cha kutolewa ni pishi. Pishi ni nini? Wasaa 4 amdadin bimuddi nabii sallallahu alayhi wasallam. Hiyo saa, hilo pishi hilo ni 4 amdadin, ni vibaba vinne, tena vibaba vyenyewe bimuddi nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa kibaba cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Zamani walikuwa wakipima kwa makopo, kwa vibaba. Wazee wetu hawa wanafahamu hilo, wameshapitia vipimo hivyo vya makopo, madebe, vibaba. Hapakuwa na mizani kipindi hicho, na ndio maana Mtume sallama aliashiria kwa mkono wake kwamba saa ni hivi, akachota katika ngano, mkono wake ukajaa, akachota mara ya kwanza, akachota mara ya pili, akachota mara ya tatu, akachota mara ya 4. Kutokana na kile alichokichota Mtume katika vipimo, kikapimwa, Imamu Shafi pamoja na Ahmad ibn Hanbal wakaondoka kwamba ile ni kilo 2.5. Imamu Abu Hanifa yeye akaondoka kwamba hii ni kilo 3.5. Imamu Maliki naye vile vile ana kauli yake katika hilo kwamba saa vibaba vinne ni kiasi gani. Hivyo kinachotakiwa kutolewa ni pishi la aina za vyakula ambavyo tumevitaja, na pishi inachotolewa ndugu zangu ni kilo 2.5, kwa sababu ukipima imepita kwenye kilo 2.5, haijafika kwenye kilo 2.5. Kwa hiyo kwa mahesabu mazuri wakawekea kwamba ni kilo 2.5. Hiki ndicho cha kutolewa zakatul fitr. Tena qutul baladi, chakula cha mji. Hivi sasa sisi hatulitende kama ndo chakula chetu cha mji, wala hatulingano kama chakula cha mji, wala hatulizabibu kama chakula cha mji, wala hatutumii maziwa yaliyokaushwa kama chakula cha mji. Kwa hiyo qutul baladi, kinachohitajika kutolewa ni mchele, kilo 2.5 za mchele, tena uliokuwa mzuri, kwa sababu unayempa ni Allah tabaraka wa taala, si yule masikini unayempa. Allah yeye ndiye ambaye kwamba kupitia katika ulimi wa mtume wake ndiyo amekufaradhishia. Kwa hiyo wewe ukitoa wampa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wahitajika
utoe kile kilichokuwa bora kabisa. Kwa hiyo ikiwa ni mchele, mtu atakiwa atoe 2.5 kilo za mchele, tena ule uliokuwa safi, asije akachukua ule wa chini kabisa ambao kwamba umejaa mawe, umejaa kokoto na kadhalika. Achukue ule uliokuwa mzuri ndio autoe, kwa sababu anayempa hana haja na vitu hivyo. Huyo anayemtolea Allah tabaraka wa taala hahitaji mchele wako, hana haja na pesa unazozitoa. Ndiyo katika masala pia ya kuchinja, Allah anaeleza lan yanara Allahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hana haja Allah na nyama mnazozichinja na damu mnazozimwaga, hazimfaidishi chochote, kwamba eti uchukue mnyama alionona au mnyama aliokondeana. Allah hafaidiki na chochote na nyama ambazo mnazichinja, wala hahitaji nyama zenu. Hafaidiki Allah na mchele mnautoa, mmetoa mzuri sana, hafaidiki nao, mmetoa mbaya vile vile, hafaidiki nao. La yanala Allahu luhumuha wala dimau. Hana haja na vitu hivyo. Ana haja na kitu gani Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Alichokuwa na haja nacho ni ule ucha Mungu wako, watekeleza vipi kwa ajili ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Je, yafaa kutoa gharama? Kuna ikhtilafu kubwa ya wanachuoni katika masala ya zakatul fitr na kutoa gharama. Imamu Shafi, Imamu Ahmad bin Hanbal, wao wamesema haifai kutoa gharama, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati anafaradhisha zakatul fitri, gharama zilikuwako, fedha, dinari, dirham zilikuwako, lakini kataja aina za vyakula. Indalla ala shay'in, ikiwa inafahamisha juu ya jambo, yafahamisha kwamba zakatul fitri itolewe aina za vyakula. Na hivi ndivyo walivyotoa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, walivyotoa salafu salih, walikuwa wakitoa aina za vyakula. Haya ni madhhabu Imam Shafi pamoja na Ahmad ibn Hanbal. Abu Hanifa rahmatullahi alayhi na baadhi ya wafuasi wa Malikia wakasema hapana, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam kataja aina za vyakula, lakini ghaya ni nini? Yale makusudio ya hiyo zaka kwa ni nini, ambayo tutakuja kuyaeleza katika fadhila. Mtume sallam anasema aghnuhum ani suali yaumul idi, watoshelezeni hao masikini na kuomba ile siku ya Idi. Kumbe lengo ni kuwatosheleza masikini, kumbe lengo ni kuwafurahisha masikini, kumbe lengo ni kuwafanya hawa masikini wasiombeombe. Hili kwa kuwa ndio lengo, Imamu Abu Hanifa akasema yafaa hata kuwapa watu pesa. Hivyo kupitia kauli hii ya Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, yafaa zakatul fitri kutolewa gharama. Yafaa zakatul fitri itolewe gharama. Na gharama inayotolewa, ndugu zangu, baadhi ya wanachuoni wanasema itolewe ile ile ya Imamu Abu Hanifa. Ikiwa mtu ataka kutoa gharama, basi gharama yake asitoe kiwango kile alichokiweka Imamu Shafi cha 2.5 kilo. Gharama yake aitoe ya 3.5 kilo. Lakini baadhi ya ulama wa khalafu wakasema hapana, atoe kile kiwango cha 2.5 kilo, na zakatul fitri yake inakubalika. Hivyo ni kauli za wanawachuoni kwamba yafaa mtu kutoa gharama. Lakini kama unatoa gharama, utoe gharama ya 2.5 kilo za mchele. Ndugu zangu, zakatul fitri kutoa mahindi
mahindi si qutul baladi, si chakula cha mji. Zakatul fitri kusema hata ukinipa 1500 inatosha, haitoshi zakatul fitri, kwa sababu zakatul fitri si biashara kwamba kuna mapatano mwaka mwanze kupatana, sasa nipunguzie hii, sina uwezo nayo. Jambo haliko hivyo. Zakatul fitr ni faradhi, ni wajibu ambao kwamba kauweka mwenyewe Mola kupitia kwa mtume wake. Hivyo imamu au shekhe yeye ni muwakala tu, lakini hana mamlaka imamu ya kumpunguzia mtu zakatul fitri, kumwambia wewe hata ukitoa 1500 inatosha kwa kila mtu mmoja, kwa sababu eti una watoto wengi, kwa hiyo toa 1000, toa 1500, toa 500. Imamu hana mamlaka katika amri ya Allah tabaraka wa taala. Yeye ni muwakala, anatakiwa aisimamie kama ilivyowekwa na sheria ya mwenyewe Mola subhanahu wa taala. Kwa hiyo kinachotakiwa kutolewa ni mchele, na kama ni mchele ni kilo 2.5, na kama ni gharama basi zitolewe gharama za huo mchele wa kilo 2.5, na imamu atatueleza hapa kilo 2.5 ni shilingi ngapi. Bado tunaendelea, nataka tupe gharama hiyo. 1000 Kwa hiyo mwenye nafasi ya kupiga hesabu kutokana na kiwango cha pesa zake, basi angalia kwa bora zaidi. Kwa hiyo akipiga hesabu ya 5,000 lakini kwa kiwango haya, imamu atuambia wao wamepigia mchele ule wa chini wa 2000, kwa hiyo kilo 2 ni shilingi 4000 na ile nusu ile 1000 inakuwa shilingi 5000. Hii ni kiwango cha walivyopigia wao watu wa msikiti huu. Na kawaida mchele wa kawaida hivi sasa 2600 ndio ule mchele mzuri wa katikati, 2800. Haya, wa kawaida kabisa tunaambiwa hapa ni 2500, ule wa katikati 2800, halafu ule wa juu kabisa ni shilingi 3000. Hivyo kama ni mchele watakiwa utizame bei hizo, uende ukachukue mchele, na kama ni gharama basi unatoa gharama za bei hizo za vyakula ambavyo kwamba upo sokoni. Fadhila zake ni zipi? Mtume sallallahu alayhi wasallama kataja fadhila za zakatul fitr. Zakatul fitr inamsaidia mfungaji. Fadhila za zakatul fitr, jambo la kwanza, inamtaharisha huyo aliyefunga. Tuhuratul lisaimi, ni kunapatikana tahara ya kumsafisha huyu aliyefunga minal lagwi warrafathi, kutokana na upuuzi na mchezo na mambo ya laghau, mambo machafu aliyoyafanya mchana wa Ramadhani. Ndugu zangu, bila ya shaka hakuna alosalimika katika sisi, kwa sababu ndio wanadamu na tuna sifa ya wanadamu. Hivyo funga zetu zina nukusani nyingi, zina mapungufu mengi. Allah tabaraka wa taala alipotaka kuturehemu sisi waja wake pamoja na udhaifu wetu, ndipo akatuwekea zakatul fitri ili kuzitaharisha hizi funga kutokana na yale mapungufu yaliyotokea, kutokana na yale mahalal, kutokana na ile mipenyezo ambayo imepatikana ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo faida ya kwanza ya funga, inamtaharisha mwenyewe aliyefunga.
yale mapungufu yote uliyoyatenda ndani ya mchana wa Ramadhani. Pengine kuna siku mchana mzima umesengenya, umetukana, umesema urongo, hujasoma Qur'an, swala hazikukaa sawa sawa, hukuipata jamaa ndani ya Ramadhani, tarawih pengine haikupatikana, qiyamul layl ilikosekana, nawafili mbalimbali zimekosekana, sunna mbalimbali pengine zimekosekana, amali nyingi ziliingia mapungufu pengine ndani ya Ramadhani. Unapotoa zakatul fitri, hii zakatul fitri inakutwaharisha, tuhuratul lisaimi, inamtwaharisha aliyefunga. Haya mapungufu yote haya, zikiri zimekosekana, ulimi wako haukusoma Qur'ani, pengine kuna mtu alikukwaza, badala ya kumwambia inni mru'un saimin, mimi nimefunga, nawe ukajibizana naye, kwani unataka nini, kwani unasemaje, kwani unaniweza vipi, ukaanza pengine kuzozana naye ukiwa umefunga. Kwa hiyo unapotoa zakatul fitri inakutwaharisha, tuhuratul lisaimi, ni tahara kwa aliyefunga, kutokana na hayo mapungufu yote yanayopatikana katika mchana wa Ramadhani. Lakini fadhila za hii zakatul fitri ya pili ni kwa ajili ya kuwastarehesha, kwa ajili ya kuwatosheleza na kuwasaidia masikini na mafukara siku ile ya Idi, kunako na kuombaomba, kupita katika majumba, kuwaza itakuwaje, hali itakuwa vipi. Hili linawasaidia ikiwa utawapa zakatul fitri. Na yoyote mwenye kumtatulia Muislamu shida, man nafasa an mu'minin, yoyote atakayemtatulia shida muumini ya dunia, nafasa Allahu kurabu min kurabi yawmal qiyama, Allah naye atamtatulia shida miongoni mwa shida za siku ya Kiyama. Kwa hiyo faida ya pili ya zakatul fitr ni kwa ajili ya kuwasaidia, kwa ajili ya kuwatosheleza, kwa ajili ya kuwafanyia wasaa, kwa ajili ya kuwakunjulia wale masikini wasiombeombe katika siku ya Idi, wasipite kwenye majumba, wasiwafungie watoto wao ndani. Hali itakuwaje? Wanangu wasiende kuombaomba, wasiende kusimama kwenye milango ya watu akaanza kuwafungia wanawe au kufikiria kuwahamisha mji. Wewe wapelekee zakatul fitr. Ndio Mtume akasema agnuhum ma'ani suali ya yaumul Eid, watoshelezeni na kuombaomba kupitia hiyo zaka ya fitri kunako na hiyo siku ya Idi. Kwa hiyo hizi ni fadhila za zakatul fitr. Wakina nani wanapewa zakatul fitr? Allah tabaraka wa taala kataja asnaf, kataja makundi yanayostahiki kupewa zaka. Innamas sadaqatu lilfuqara, akaanza Mola subhana kwamba hakika si vinginevyo hiyo zaka hiyo, hakika si vinginevyo sadaka hiyo zaka hiyo ni kwa ajili ya makundi maalum. Kundi la kwanza ni fukara, akataja kundi la pili wal masakin, kundi la tatu wal amilina alaiha, kundi la nne wal muallafatu qulubuhum, kundi la tano wal gharibin, kundi la sita wabnu sabil. Yakatajwa makundi 8 ambayo kwamba watu hawa wanastahiki kupewa zaka. Hivyo ulama wakasema wale wote ambao wanastahiki kupewa zaka ya mali, hao wanastahiki kupewa zakatul fitri. Kwa hiyo zakatul fitri waweza ukampa fukara, zaka yako inakubalika. Ukampa masakin, zaka inakubalika. Ukampa ibnu sabil wal muallafati qulubu, wanaozoeshwa nyoyo zao ndo wamesilimu. Ukampa watu walioharibikiwa katika njia, ukawapa mujahidina fi sabilillah. Hawa wote hawa, ndugu zangu, ukitoa zaka yako kuwapa watu hawa, zaka yako inakubalika. Lakini kuna kauli ya wanawachuoni wengine wanasema hapana, zakatul fitri ni kwa ajili ya makundi mawili tu.
Wanaopewa zakatul fitri ni makundi ya aina mbili. Wakina nani hao? Ni fukara na masaki. Ni wafukara, wale watu waliokuwa fukara na wale waliokuwa masikini, hawa ndio wanaopewa zaka. Tukasema katika darasa zilizopita, fukara ni nani na masakini na maskini ni nani? Fukara ni yule ambaye kwamba hamiliki hata nusu ya pato lake la siku, yaani hamiliki hata nusu ya mahitajio yake ya siku nzima. Ikiwa siku nzima mahitajio yake na familia yake ni shilingi 2000, kuanzia chai ya asubuhi, chakula cha mchana na usiku, yeye na familia yake anakula shilingi 2000, fukara yeye kwa siku anamiliki 500. Huyu anayepata 500 huyu anaitwa fukara. Ikiwa mahitajio yake ni 2000 kwa siku mathalan, lakini yeye pilika zake zote, biashara zake, shughuli zake, vibarua vyake, kuminyana kwake kote siku nzima, aambulia 500 tu, huyu anaitwa fukara. Maskini ni nani? Masikini ni yule ambaye kwamba apata nusu ya mahitajio yake. Yeye na familia yake mahitajio yake ni 2000 kwa siku, lakini jitihada zake kwenda kwake kubeba viroba na kwenda kukoroga zege apata 1000 tu badala ya 2000. Mahitajio yake ni shilingi 2000, lakini anapata 1000. Huyu ndiyo masikini. Leo ndugu zanguni, tumezoea tunawapa zakatul fitri pale kuna mjane fulani, pengine mjane huyo si maskini wala si fukara, kaachiwa mali tele na mumewe. Wengine akasema hapana, wapewe watoto mayatima. Pengine watoto mayatima hao wameachiwa mali na baba yao. Kwa hiyo zaka, wakasema zaka wanaopewa ni hawa watu wa aina mbili, fukara pamoja na maskini, ndio wanastahili kupewa zaka. Zakatul fitri iliyokuwa bora ni huyu muzaki aende akaitoe zaka yake kwa mtu anastahiki kupewa zaka. Hii ndio afdal, ndiyo iliyokuwa bora zaidi. Kwenda kwa masikini kwa mkono wako, ukenda kwa maskini, ukenda kwa fukara, kwenda wewe kumpa zaka yako, hili ndiyo bora. Sheikh Fauzani Allah mhifadhi anasema, kwa sababu kwenda kutoa kwako wewe mwenyewe utapata shuur, utapata hisia ya huyu masikini na vile ulivyo kupata kuzishukuru neema za Allah. Utakwenda kuona ile hali ya masikini, vile maisha yake yalivyo, kiasi alivyoshika tama, alivyokuwa hatarajii chochote. Kwa hiyo unapokwenda kutoa wewe mwenyewe kwa mkono wako, utapata shuur, utapata hisia ya ule umasikini na ile hali ngumu ya yule mtu aliyokuwa nayo. Pengine ulikwenda kutoa watoto wako wawili, umepeleka 10,000, lakini ile hali utakayoikuta itakusuta kwamba mtu huyu zaka yako mimi ni 10,000, lakini kwa hali aliyokuwa nayo natakiwa nimpe 30,000 tu. Hii ndio ilikuwa bora. Lakini vile vile yafaa kuikusanya ukaileta kwa kiongozi kama hivi, imamu au mwalimu au mwenyekiti wa mtaa au balozi, ambaye kwamba anajua watu wake, anawajua watu na hali zao, awajua wale masikini na kaya masikini anazijua, kumpelekea balozi huyo au sijui mwenyekiti au diwani au shekhe au imamu au ustadhi, kwa sababu yeye ndiye anayewajua watu hawa, yafaa vile vile kumpelekea zaka. Na huyu mtoaji ili iwe ni zaka atakiwa aitoe kabla ya swala ya Eid. Lakini huyu muwakkal ambaye kwamba kawakilishwa, kama ni imamu au ni ustadhi
au ni mwenyekiti au balozi kawakilishwa zaka, yeye aweza kuzitoa hata baada ya swala ya Idi. Mtoaji atoe zaka yake kabla ya swala ya Idi, inakuwa ni zaka makubula. Lakini kama ataikusanya, kama ataipeleka mwenyewe, basi aipeleke kwa yule muhitaji kabla ya swala ya Idi, zaka yake itakubalika. Lakini kama anakusanya, pale panapokusanywa yaweze ikakusanywa hata baada ya swala ya Idi, na imamu akazigawanya akawapelekea wale masikini, pia inafaa na zaka hiyo inakubalika. Lakini kuna tambihi imetolewa, asizicheleweshe mpaka jua likapituka, masikini kashakata tamaa tena, pengine ndio hivyo tena. Sasa kashakata tamaa, kaamua sasa mwenyewe, kafikiria wali kaukosa, kakata tamaa, kawaambia wanawe tutakula ugali wetu na mlenda alafu tujifungie ndani. Kaanza kubandika chungu chake cha ugali, pengine kashakorogea mlenda wake, hapo kiendo kampa zaka haiwezi kumfariji tena. Kwa hiyo tambihi ilotolewa, hata hawa muwakala waliowakilishwa hizi zaka wasizicheleweshe kwa hawa watu wanaostahiki kupewa zaka. Hivyo ni jambo liko mbele, ni wajibu wa kila mmoja kukupia. Wenzetu waliopita, kutokana na viwango vya imani yao, walifika sehemu, ndugu zanguni, zaka hawakupata nani wa kumpa. Katika zama za Umar ibn Abdul Aziz, huyu bwana katika tarehe anaitwa ni khalifa wa 5, japo si katika makhalifa, yeye kaja mwishoni kabisa huko, lakini aitwa ni khalifa wa 5. Kasimamia uadilifu kwenye utawala wake, kasimamia bidii ya imani. Kila mmoja alijua uwajibu wake, kila Muislamu alitambua uwajibu wake. Ikafika sehemu zaka mtu hana wa kumpa, kila anapokwenda ambia mimi tayari shapokea, shatosheleza, na mwenyewe na ziada atakiwa nimpe mtu. Imefikia kipindi hicho. Leo sisi, kutokana na udhaifu wa imani, amri za Allah hazina nafasi ndani ya maisha yetu. Mtu yuko radhi kwenda kununua manguo ya bei kubwa, lakini zaka kwambie sina uwezo wa kutoa zaka, wala asifikirie kamwe, wala asijali juu ya kutoa kwake zaka. Funga ikubalike isikubalike, atajua mwenyewe Mungu, lakini yeye afurahi na mambo yake. Huu ni udhaifu mkubwa wa imani ambazo kwamba tuko nazo leo, kutokana na kukosekana kwa imani, kukosekana kwa haraka za imani, kukosekana kwa juhudi ya imani. Leo ndugu zanguni, jambo kama hili watu hawana ihtimamu nalo, isipokuwa wale wachache ambao Allah ameamua kuwarehemu. Lakini utamkuta Muislamu kafunga Ramadhani siku 29, siku 30, hana mpango na zakatul fitr, wala hafikiri kamwe kuitoa hiyo zaka. Ndugu zanguni, huu ni udhaifu wa imani. Kwa hiyo kila mmoja jitahidi kwa ajili ya kuitoharisha funga yake, yahitajika aitoe zaka yake katika hali kama hiyo. Inafaa ndugu zanguni, kikundi cha watu kujikusanya kumpa mtu mmoja. Tukaona shekhe fulani, mtu fulani ana watoto wengi, hali yake ngumu, kwa hiyo tukajikusanya sisi watu 5 6 kumpelekea zaka yetu mtu mmoja. Hili linafaa, na inafaa vile vile mtu mmoja zaka yake kuigawanya kwa watu 2 watatu, kwa vikundi vya watu. Huyu akampa kilo 2, yule kilo 3, yule kilo 4, pia inafaa katika zakatul fitr. Tuishie hapa inshallah, kwa sababu darasa ambayo ishazungumzwa sana na mashekhe, na tumesema ni darasa fupi, lakini ndio hivyo, tumejitahidi kidogo kuitolea maelezo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwafikishe haya tuloyazungumza yaweze kuja katika utekelezaji wetu. Wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.